Ndugu zangu, leo mimi binafsi nimefurahi sana. Kwa kawaida tunapokwenda kufungua miradi ya maendeleo, ninakuwa na furaha kwa sababu ni dhahiri kabisa kwamba nchi yetu inapata maendeleo mengi katika nyanja nyingi. Kufungua skuli kama hizi nyingi, tunafungua hospitali za wilaya na mikoa, tunafungua barabara katika za vijijini na mijini, tunafungua barabara zinazopita juu kwa juu, flyovers, tunafungua viwanja vya michezo kila pahali Unguja na Pemba. Alimradi ukizungumzia maendeleo katika nchi yetu, maendeleo ni mengi sana. Kwamba leo nina furaha zaidi kwa sababu ya mambo mawili. Moja ni kwamba mimi katika eneo hili nilikuwa mbunge kwa vipindi vitatu. Wananchi wa Kwahani walinipa heshima ya kuwa mbunge wao kwa vipindi vitatu, miaka 15. Hivyo mara zote nilipokuwa nafungua miradi ya maendeleo maeneo mbalimbali, nilikuwa ninajihisi nina deni kwa jimbo langu la uchaguzi. Lakini leo nimefurahi sana kwamba jimbo langu la uchaguzi lililonipa ubunge kwa miaka 15, skuli ya kwanza ya msingi ya ghorofa 3 tumeijenga. Sasa hivi ninaona deni nimelilipa. Lakini jambo la pili lililonifurahisha leo ni kiwango cha skuli yenyewe na kiwango cha mambo ambayo yako ndani ya hii skuli. Kwa muda mfupi nilioingia ndani, nimeona madarasa mazuri yenye samani nzuri za kisasa. Watoto wote wanakaa katika viti na meza nzuri, watajifunza vyema. Lakini la pili, nimeingia kwenye maabara ambayo ina nyenzo za kufundishia vijana wetu masuala ya sayansi. Lakini la tatu, nimeingia katika maktaba ya kompyuta au tuseme chumba cha kompyuta ambayo mambo yake makubwa. Kuna mambo mimi mwenyewe siwajui, nimefundishwa na watoto wadogo hawa. Lakini vile vile nimepata nafasi ya kuingia kwenye maktaba yenye vitabu vya kisasa kabisa vya sayansi na vitabu vinginevyo vya hisabati na kadhalika. Sina shaka hata kidogo kwamba watoto wetu sasa watasoma vizuri. Ndugu zangu, kilichonifurahisha kuliko yote ni kiwango cha watoto wetu hawa. Unajua, wakati tunakalia kwenye mabanda ya skuli, hapa kulikuwa kuna mabanda ya skuli, ilikuwa watoto wengine wanakaa chini. Leo tumebadilisha ile hali. Vijana waliokuwa wananipa presentation humo ndani, wale kwenye maabara ya sayansi na wale vijana waliokuwa kwenye kompyuta, ni watoto tofauti kabisa na walivyokuwa kabla. Naambiwa wamefunzwa katika kipindi kifupi sana. Lakini leo vijana wadogo kama hawa wanafanya vitu vinaitwa coding. Coding hata mimi nilikuwa sijui maana yake nini. Sasa dunia inakwenda huko kwenye teknolojia, na mimi ninafurahi kwamba na sisi hatuko nyuma. Tunaanza kuwapitisha watoto wetu kwenye teknolojia ya kidunia wakiwa shule ya msingi. Haya ndiyo maendeleo. Nichukue fursa hii kueleza kwamba serikali itaendelea kutoa kipaumbele kwa sekta ya elimu. Sekta ya elimu ndio itakuwa sekta mama, kwa sababu bila elimu mengine yote hayapo. Bajeti ya Wizara ya Elimu, nataka katika kipindi cha bajeti ijayo tufikie trilioni 1. Tutaendelea kujenga skuli za ghorofa kama hii katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba. Lengo letu
la kupunguza idadi ya shifti watoto wanaosoma liko pale pale. Tutahakikisha katika muda mfupi ujao watoto wote wanaingia kwa shifti moja tu. Serikali itaendelea kuajiri. Kipaumbele maalumu kitatolewa kwa ajira za walimu, hususan wa sayansi na hisabati. Ujenzi wa skuli hii ulitekelezwa kwa fedha za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na ulijengwa na kampuni ya Fuchs Construction na kusimamiwa na ZBA, na gharama ya ujenzi huu ni shilingi bilioni 6.1, na ujenzi ulianza mwezi Mei mwaka 2023 na alhamdulillah leo tuko hapa tunashereheka kufungua. Mheshimiwa mgeni rasmi, skuli hii ni ya msingi na ndio skuli pekee ya msingi yenye ghorofa 3 kwa sasa. Kama ni standard tutaanza hapa Muungano. Skuli hii ina madarasa 42, ina vyoo 52, ina ofisi ya mwalimu mkuu pamoja na msaidizi wake, ina ofisi 4 za walimu, ina ukumbi wa mitihani, ina maabara 2, ina chumba cha tehama, chumba cha kuswalia kwa wanafunzi wa kike na pia kuna maktaba. Skuli hii ina mfumo wa maji wa kisasa na tuna mpango wa kuweka sola katika skuli hii. Mheshimiwa, skuli hii ina uwezo wa kuchukua wanafunzi 1890 kwa wakati mmoja, kwa wastani wanafunzi 45 kwa darasa. Skuli imetiwa samani mpya na kufungwa vifaa vya tehama ikiwemo kompyuta, LCD projectors pamoja na smartboard. Ujenzi wa skuli hii, Mheshimiwa Rais, utapunguza sana changamoto ya msongamano wa wanafunzi madarasani na bila shaka utaongeza ufaulu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni historia nyingine. Kwa mara ya mwanzo wanafunzi wa msingi wa skuli za serikali wameanza kufundishwa coding na programming hapa. Tuwapigie makofi sana. Nadhani mmejionea vijana walipokuwa wana kodi kule ndani. Na Mheshimiwa, haya ni maono yako na wizara umetupa na tunatekeleza kwa vitendo.